2 ya mwezi wa 6, 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu chini ya Hakimu Mfawidhi Kiswaga ilikuwa inakuja katika kesi ya uchunguzi wa awali kuhusiana na makosa ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwamba upande wa mashtaka waweze kueleza upelelezi umefikia wapi, kwamba uchunguzi wa kesi umefikia wapi ili mwisho wa siku ule uchunguzi wa awali uweze kuanza. Sasa upande wa mashtaka wamesema tena kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado unaendelea, hujakamilika. Wamesema faili imerudi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wa taifa, na bado huyu ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa utetezi tunapinga kwamba si sahihi aingia akilini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambayo anasema kwamba nimeleta uhaini, alafu kasema unaenda kupeleleza maneno. Kasema pengine kama walikuwa wanahitaji wataalamu wa falsafa kama Mtakatifu Paulo au nani alipokwenda Ugiriki, sawa sawa, lakini haya ni maneno ambayo yametamkwa na yameandikwa kwenye mashtaka. Kwa hiyo ilikuwa na hoja kwamba pengine ni namna ya kuchelewesha kesi na kumnyima haki mteja wetu ambaye yuko ndani. Upande wa mashtaka wakawa wamesema hapana, wenyewe unaamini kwamba una haki ya kisheria kuweza kuendelea kuchunguza, ili sio miongoni mwa yale makosa ambayo yanatakiwa upelelezi huo umekamilika ili kabla mtu hajafunguliwa mashtaka. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimechukua muda mrefu, na upande mwingine tulikuwa ni kwamba mshtakiwa wakati anaingia mahakamani alikuwa ametaja ule msemo au mbiu ya Chadema kwamba no reform no election, na wakawa wamepeleka kwa hakimu hiyo hoja kwamba ile ilikuwa ni kudharau mahakama. Mwisho wa siku mahakama imesema kwamba haikuwa sahihi kwa sababu hakimu alishaingia, basi mshtakiwa pamoja na umma ulikuwa pale mahakamani hakutakiwa kuweza kuitikia. Aliposema no reform no election, na watu hakutakiwa kujibu. Kwa hiyo akawa ametoa tu onyo kwa pande zote mbili kwamba mahakama inapokuwa imeshakaa basi kauli za namna hiyo zisifanyike. Lakini akasema kwamba anakubali upande wa jamhuri kwamba upelelezi uendelee, sheria haiwabani kwa sababu ni mahakama tu ya mpito, anaweza akafuta mashtaka katika hali ya sasa, ila maagiza kwamba kesi itakapokuja tena tarehe 16 upande wa mashtaka uweze kueleza hali au hadhi ya upelelezi imefikia wapi. Je, iko kati, iko mwisho au iko bado mwanzoni? Kwa hiyo ndio hali ambayo imejitokeza. Ni kesi ambayo ilikuwa na mvuto mkubwa, hoja zilikuwa ni ndefu, marejeo mbalimbali ya sheria ya maamuzi ya mahakama kuu na mahakama ya rufaa yalifanyika, lakini basi hakimu ndivyo ambavyo ameagiza. Kwa hiyo hii kesi ya uchunguzi wa awali dhidi ya ndugu Tundu Antipas Lissu mteja wetu itakuja tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Nadhani itakuwa ni saa 3 asubuhi. Asante. Kwetu sisi msimamo wetu ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Ndio maana mpaka sasa jamhuri ambayo imemkamata mtu imekaa naye zaidi ya miezi mitatu, miezi miwili na kitu, hawana ushahidi wowote ambao wanatakiwa kuleta. Sasa inakuwa ni kwenda na kurudi. Sisi tunatoa wito kwamba haki ya mtu kuishi duniani hapa na haki ya kutengeneza nchi ambayo ni huru lazima iwe haki ya kila mtu kutokupendelewa. Hatuwezi kuwa tunakuja mahakamani hapa kesi ambao wanasema ni ya maneno. Nasikia mawakili wamezungumza vizuri sana, alafu maneno yapo yameandikwa, yalizungumzwa, alafu tunaambiwa ushahidi unaendelea indefinitely. Haya mambo haya yanachochea chuki, na Watanzania wameona bahati nzuri. Kwa sisi tunachotaka tu ni kesi iishe, kama wana ushahidi wa uweke mezani, Watanzania waone kwenye mwanga, na Watanzania waone kwamba kweli kuna kesi yoyote. Otherwise ni mtu ambaye watawala wanaogopa kushindana naye. Mgombea mmoja ambaye anatakiwa kushindana na Lissu anaona hamwezi, anamkamata, anamweka ndani. Sasa hiyo haiwezi kuwa hivyo. Hatuwezi kujenga nchi ya hivyo. Tunataka nchi ambayo iko huru, na kama tumekubali vyama vingi vya siasa, tushindane kwa uhuru wa kisiasa. Yes. Bado haya ni yale tunayosema. Hii ni nchi yetu sote. Hata wakoloni hawakutufanyia hivyo.
hii kesi ina public interest, huwezi kukataa. Huyu ni kiongozi wa chama ambacho kina wanachama zaidi ya milioni 18. Kwa anapoletwa hapo usitegemee kama anakuja mtu mwingine yoyote, anakuja kiongozi wa kitaifa na ambaye ana interest hata kimataifa. Kwa hiyo tunaiomba mahakama, kama ukumbi ni mdogo, kwa sababu ni kesi ambayo ina public interest, kuna kumbi kubwa hapa, kuna ukumbi wa Karimjee tunaweza kuweka pale nje, kuna ukumbi wa Mwalimu Nyerere au hata uwanja wa Taifa, ili Watanzania waje wasikilize kesi na waone haki ikitendeka. Sasa tatizo ni nini hilo? Kwa nini watu wapigwe? Mara ya kwanza watu wamekuja hapo wakapigwa wakavunjwa miguu na polisi, na baadaye ikaonekana walipokuja siku ya pili hakuna tatizo. Leo tena yanajirudia yale yale. Kwa hiyo sisi tunaiomba mahakama, kwa sababu hii kesi ina public interest, huwezi kusema kwamba Lissu analetwa mahakamani kwamba ukumbi wa watu 60 utatosha. Tuende hata Karimjee, tuende uwanja wa Taifa, tuende hapo Mwalimu Nyerere, watu wakae wasikilize kesi. Ni mambo rahisi tu ya kutendeana haki. Na haya mambo ndio yanasababisha tunasema tutashinda nchi hii na tutabadilisha hali hii. Hatutaki mtu mwingine aonewe kama sisi tunavyoonewa. Asanteni sana. Shukrani. Kwa nini unaona sisi kama waini kwenye mchezo? Anakuja mkurugenzi, wanachama watampisha aingie, mkurugenzi watampisha aingie. Kwa nini kawaida? Mama nyuma geuka, hii sheria bila sheria. Hebu watampisha aingie. Mama kule. Mama atakuelewa. Kwa nini hamtaki kufuata amri ya halali jamani? Amri yenyewe kwa hiyo si halali. Ndio ondokeni mfanyie usafi. Ndio mnataka nini? Ndio mnataka nini kwa hamtaki mkusanyiko, kwani sisi tunafanya tupiga tayari kwani kila siku tunakuja kuleta mkusanyiko hivi? Hebu jiulize kwanza, kila siku tunaleta mkusanyiko hapo kinzana na vyombo vya usalama, wewe unakuwa ni nani? Wewe ndio utakiwa uwe kiongozi. Tunakinzana nini? Tunakinzana nacho nini? Umeshapewa maelekezo ya kuondoka. Mimi eneo ambalo nimekuja kwa sababu na uhakika na haki ni sheria, ni sheria. No reform. No reform.
Naomba waliosimama waliopita wote nje ili tuendelee na taratibu za tafadhali tunaomba waandishi kama tulivyokubaliana twende nje taratibu za mahakama. Tayari